Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya biashara ili kuchochea mageuzi ya uchumi funganishi, jumuishi na shindani unaojengwa katika msingi wa kuongeza thamani ya rasilimali zinazozalishwa nchini na kuimarisha viwanda vinavyozalisha bidhaa kwa wingi kwa kutumia malighafi za ndani. Jitihada hizo ni utekelezaji wa malengo ya Dira 2025 ambayo yamejielekeza katika kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa muhimu, kuzalisha bidhaa bora, kutoa ajira kwa wingi na kuongeza mauzo nje ya nchi. Kupitia mwelekeo huo, viwanda vipya vimejengwa na vingine vimefanyiwa upanuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na juhudi hizo, katika kipindi cha mwaka 25-26, jumla ya viwanda vipya vikubwa na vya kati 25 katika sekta mbalimbali vimejengwa na kuanza uzalishaji. Viwanda hivyo vimetoa jumla ya ajira 39,250 ambapo ajira za moja kwa moja ni 7,635 na zisizo za moja kwa moja ni 31,615. Hali ya uzalishaji viwandani imeendelea kuimarika na kutoa mchango mkubwa katika uchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, viwanda vya mabati. Tanzania ina viwanda vikubwa vitano vya mabati ambavyo ni Lodhia, MMI Steel, Alaf Limited, King Lion na GSM Roofing Sheet, vikiwa vina uwezo uliosimikwa wa kuzalisha mabati tani 410,000 ya rangi na tani 700,000 meupe kwa mwaka. Hadi kufikia Aprili 2026, viwanda hivyo vimezalisha jumla ya tani 350,000 za mabati ya rangi na tani 500,000 ya mabati meupe, sawa na 70% ya uzalishaji wa mabati nchini. Aidha, mahitaji ya mabati ya rangi ni takriban tani 250,000 na mabati meupe ni 380,000. Mabati ya ziada huuzwa katika nchi jirani. Viwanda hivyo vimetoa ajira za moja kwa moja 2,300 na zisizo za moja kwa moja 11,500. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya viwanda hivyo vikubwa, kiwanda cha GSM Roofing Sheet kilichopo Dar es Salaam ni kipya na kinazalisha mabati ya rangi chenye uwezo uliosimikwa wa kuzalisha mabati tani 1,500,000 kwa mwaka na kutoa ajira za moja kwa moja 800 na zisizo za moja kwa moja 3,000. Hadi kufikia Aprili 26, kiwanda kimezalisha mabati tani 45,000. Pamoja na kukidhi uzalishaji kwa ajili ya matumizi ya ndani ya mabati, Wizara kupitia NDC inatekeleza mkakati wa kuongeza uzalishaji wa mabati na kupunguza uagizaji wa malighafi kutoka nje ya nchi kwa kusaini mkataba wa mradi wa Maganga Matitu. Mradi huu unakadiriwa kuwa na hifadhi ya chuma tani milioni 101. Hatua iliyofikiwa ni uingizaji wa mitambo ya uchimbaji na uchakataji wa madini ya chuma. Pindi mradi huo utakapoanza katika mwaka ujao wa fedha, tutaweza kufanya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali za chuma na vile utawezesha uanzishwaji wa viwanda vingine vitakavyoongeza mnyororo wa thamani.